na hivi ninavyozungumza na nyie, operation hii tayari imefanyika na mchezaji Clement Mzize alhamdulillah anaendelea vizuri baada ya operation hii. Tutamkosa Mzize kwenye pitch kwa muda wa wiki 8 mpaka 10 kama ambavyo jopo la madaktari limeelekeza. Kwa hiyo nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, mchezaji Clement Mzize atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 8 mpaka 10, huku madokta wakiendelea kukagua kwa karibu hali yake ya kiafya mpaka hapo ambapo ataimarika na kurudi uwanjani. Yes, katikati hapa kumepangwa draw ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika na klabu yetu Young African Sports Club imeangukia kwenye kundi B, kundi ambalo limehusisha timu kama Al Ahly kutoka Misri, kuna timu inaitwa FAR Rabat kutoka Morocco na kuna timu inaitwa JS Kabylie kutoka Algeria. Ukiangalia hilo kundi ambalo lina timu 4, kundi B ni kundi ambalo kila mmoja ambaye anafahamu mpira, kila mmoja ambaye anafuatilia football ya Afrika vizuri, kila mtu ambaye anafuatilia kwa ukaribu ubora wa ngazi ya vilabu kwenye Champions League barani Afrika atakiri kwamba hili ndio kundi gumu, na kwa lugha ya kimpira wanasema ndio kundi la kifo. Kwa nini kundi gumu na ni kundi la kifo? Ni kwa sababu ya ubora wa timu zote 4 ndani ya hilo kundi. Ukiangalia vizuri, mbali na ubora wa timu zote 4 kwenye kundi hili, lakini pia ni kundi ambalo limehusisha top 5 naweza kusema ya ligi bora barani Afrika. Kuna ligi ya Misri hapo, kuna ligi ya Morocco, kuna ligi ya Algeria na kuna ligi kuu ya NBC ya hapa Tanzania. Zote hizi zinaangukia kwenye 5 bora ya ligi zenye ubora mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo sio kundi jepesi, sio kundi lele mama. Na sisi uongozi wa klabu ya Young Africans tunakiri kwamba hili ni kundi gumu na ni kundi ambalo halitabiriki mpaka tunapozungumza sasa hivi. Yoyote anaweza kuwa nafasi ya kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Na sisi kama club tunaanza mipango yetu sasa hivi kuhakikisha tunakuwa timu moja katika 2 ambazo zitaqualify kuelekea hatua ya robo finali inshallah. Tayari ratiba imeshatangazwa kwa maana mechi zitakapokuwa. Young Africans tutaanzia mchezo wa kwanza nyumbani dhidi ya FAR Rabat. Baada ya hapo tutasafiri kwenda Algeria kucheza na JS Kabylie. Baada ya kucheza na JS Kabylie tutakuwa na mchezo mwingine wa ugenini dhidi ya Ahli Misri, alafu tutarudi nyumbani kucheza